Musa alibadilisha mtindo wake wa maisha kabisa. Hakuwa tena vile alivyokuwa awali. Hakuwa akifanya vile alivyokuwa akifanya, hakuishi mahali alipokuwa akiishi, hakuwa na mamlaka yale na heshima ile aliyokuwa nayo hapo awali. Na sasa anajipata anaishi jangwani. Na kisha Biblia inasema kwamba alikuwa radhi. Si ajabu Mungu alimuita Musa. Kama unaweza kujifunza na ninaweza kujifunza jinsi ya kutosheka bila kujali mahali tulipo katika maisha, simaanishi hutaki kitu kingine chochote. Kwa hakika tunataka vitu. Endelea kutaka vitu, hilo si tatizo. Lakini usiwe na tamaa ya vitu. Na unajua tamaa ni nini? Unapokuwa unataka kitu sana huwezi kuwa na furaha bila kuwa nacho. Unapokuwa unataka sana kupandishwa cheo kazini hivi kwamba huwezi kuwa na furaha bila hicho cheo. Unapokuwa wewe ni msichana ambaye hujaolewa na unataka sana kuolewa hivi kwamba huwezi kuwa na furaha kwa ajili ya marafiki zako wengine wanaolewa. Na unafikiri siwezi kuwa na furaha kama sijaolewa. Au siwezi kuwa na furaha kama sina watoto. Au siwezi kuwa na furaha kama sina hiki. Siwezi kuwa na furaha kama sina kile. Hiyo ni ishara ya wazi kwamba hatuko tayari kwa hicho kitu tunacho